hapo. Ya kwanza kabisa ni Red Australia Super Napier. Ikitoka hiyo nafuata Puncton 1 na ya mwisho ni Jiankao Super Napier. Kwa hiyo ambayo ina the best food protein ni Red Australia Super Napier. Habari zenu, karibuni Mula Farm kwenye channel yetu ya YouTube. Usisahau kulike, kusubscribe and share the video. Sisi kama Mula Farm tunapatikana, ofisi zetu zinapatikana Mbezi, Goba Junction, kuna jengo la Samaki Beach House, na pia shambani kwetu tunapatikana Pwani, mkoa wa Pwani, wilaya ya Kibaha, kata ya Boko Mnemela. Mimi ni Muntaz, ni marketing officer wa Mula Farm, niko na director Mr. Dennis. Director Dennis is back. Dennis iko hapa. Nimefurahi sana, nimekuwa muda mrefu sana kuongea na kupata nafasi ya kuongea na nyie. Na kama sisi Mula company tunaweza kumintroduce, tunamleta kwenu Mula marketing manager wetu. Huyu ndio anatakuwa anahusika sana na video zetu na social media zetu zote katika mitandao. Kwa kama hujafollow mpaka sasa hivi, please subscribe right now, like hii video. Kwa video itakuwa ni very educative, utapata taarifa nzuri sana kuhusiana na malisho ya wanyama. Kwa nataka tujikite leo kunikuelezea malisho ya wanyama. Na nishapata maswali mengi sana over years, Moon. Karibu sana. Yes, nishapata maswali mengi sana kuhusiana na ufugaji wa wanyama na chakula. Kwa kila tukituma video kuelezea aina ya chakula au vyakula vya wanyama, tunapata maswali mengi sana. Kwa leo tutajaribu tuende taratibu tuweze kujibu maswali yote ambayo from years, miaka kama 3 nyuma tangia nimeanza kutuma video kuonesha malisho, wateja wetu ama wafugaji wenzetu wanakuwa wanatuuliza sana. Kwa cha kwanza kikubwa sana, watu wanapenda kujuaga sana tofauti shebi kutokana na majani mawili au matatu ambayo ni aina ya Super Napier. Kuna jani ambalo watu wengi wanajiuliza Puncton 1 likoje? Jiankao likoje? Red Australia Napier ikoje? Kwa sababu yote haya yanaingia katika Super Napier grass. Kwa ni aina ya Super Napier grass. Na sisi kama Mula Farm tumeyaweka shambani kwetu, tumeyapanda. Kwa wao ambao wameweza kuja katika mashamba darasa, wameweza kuyaona na kujifunza, na wengine ambao wametufollow for miaka mingi wameona tumetuma video za Super Napier Puncton 1. Sasa tumeleta jani jipya Red Australia Napier na Jiankao, na tumeweza kulileta. Kwa sasa leo tupo hapa kuelezea mengi kwa muda ambao tunao, na niko na Mu. So jamani, naombeni mvumilieni Mu, mpokeeni Mu. Tunamleta kama Mula Farm na mimi director Dennis. Kwa tutaenda na nitakuwa ninamtrain kuweza kuwafundisha taratibu tuweze kujifunza wote, na atasimama pia kwa pamoja wa dada wa mama, inawezekana kulima na kufuga. So karibuni sana. Karibuni sana Mula Farm. Yes. Kama director alivyosema, tutaanza kuelezea majani ambayo hayo majani haya yameboreshwa sana katika uzalishaji. Yaani mnyama akiyatumia au akiala yanakuwa ni mazuri sana katika uzalishaji wa maziwa. Yes. Na pia yanafaa kwa wanyama. Kwa wanyama ambao wanazalisha nyama. Exactly. Iwe ni mbuzi, yes, ng'ombe. Kwa yes, majani ni the best sana katika malisho ya wanyama. Sawa. Ndio. Yes, so umefanya vizuri sana. Amesema sahihi sana. Tanzania sisi ni wafugaji kwa kuzaliwa kabisa. Tumekuja mjini wengi, lakini wote tumezaliwa na tumelelewa kwa ufugaji wa wazazi wetu. Kwa either ni mbuzi, ng'ombe, ama ni ng'ombe wa maziwa au ng'ombe wa nyama, au mbuzi wa maziwa au mbuzi wa nyama. Wengine pia majani sungura wanakula. Kuna wengine ambao wanafuga sungura, najua kuna mikoa ambao wanafuga sungura. Kwa majani pia sungura wanakula. Na kama Mungu alivyosema hapa, kondoo pia wanakula haya majani. Kwa hiyo unaweza kuelewa kama haya majani yanaweza kugusa maisha ya watu wengi sana katika Tanzania yetu sisi tunavyoishi. Kwa hiyo ni majani ambayo tumesema lazima kama Mula Farm tuweze kuwaelimisha na kuwaelekeza kwa utaratibu. Tuchukue muda sana, lakini tuende kwa taratibu na tuoneshe vile vitu vya msingi. Cha kwanza nilichomuona tukisema haya majani ni maalum kwa aina hiyo ya wanyama wa maziwa, wanyama kwa ajili ya nyama. Na wanakula mbuzi,
wa maziwa, mbuzi wa nyama, ng'ombe wa maziwa, ng'ombe wa nyama, sungura kama nilivyosema. Kuna wengine wanaenda mpaka wanasema nguruwe wanawapa. Kwa hiyo sasa ni majani ambayo yana protini nyingi, ndio maana mtu anasema mwingine mimi nalisha nguruwe au majani. Lakini sisi tunasema sisi kama Mulap Farm tunakubaliana na hiyo njia kwa sababu ndio majani yametengenezwa kwa ajili hiyo. Ndio maana wakayaongezea protini yake iwe kubwa sana. Unaweza kupita ukawaeleza ndugu watazamaji, good protein ya majani aina 3 yakoje ili mtu aweze kujua utaratibu tofauti ya hii na hii na kipi ni bora katika terms ya good protein. Kwa sababu katika ufugaji mimi kama mwalimu wao Director Dennis na Ocean Zoea nawafundisha kuhusiana na ufugaji na njia bora ya kupunguza gharama ya ufugaji, na cha kwanza ni malisho. Ni changamoto kubwa sana. Na watazamaji wangu wanajua hapa ndipo wanaposubiria kujua good protein ikoje katika haya matatu. So karibu twende. Asante sana. Nitaanza na jani la kwanza ambalo ni Red Australia Super Napier. Sawa. Red Australia Super Napier ina crude protein 20% mpaka 24. Na hii ndio the best ambayo ina asilimia kubwa sana kuliko hizi zingine zitakazofuata. Kwa asilimia yake ni kuanzia 20% mpaka 24. Hii ni Red Australia Super Napier. Wow. Ndio. Wow. Nikija aina ya pili ni Punction 1 Super Napier. Hii pia ni aina ya majani ambayo asilimia yake kiwango chake cha protein na kuanzia 16% mpaka 18%. Kwa hiyo ikitoka Red Australia Super Napier ambayo ni the best, inafuata Punction 1 Super Napier. Kiwango chake cha protein kama nilivyosema awali ni kuanzia 16% mpaka 18. Sawa. Jani la mwisho ni Jankao Super Napier. Hii kiwango chake cha protein ni kuanzia 13% mpaka 16%. Kama nilivyoelezea hapo, ya kwanza kabisa ni Red Australia Super Napier. Ikitoka hiyo nafuata Punction 1 na ya mwisho ni Jankao Super Napier. Kwa hiyo ambayo ina the best crude protein Red Australia Super Napier. Yes. Wow. Thank you very much. Kwa tunaona kwanza cha hapo mimi kama mfugaji tayari nishapata picha. Kitu gani ambacho nakitafuta katika hizo majani aina 3. Cha pili ambao maswali nilikuwa napata mengi sana. Kwa hiyo najaribu kuyaenda nao kama maswali tuweze kuwapa majibu sahihi. Wanasema je, majani yanapandwa Tanzania au sehemu gani ambayo ni bora zaidi kuyapanda majani? Kuna sehemu ambazo ni za baridi sana, kuna sehemu ambazo zina jua sana, misimu yao ni tofauti sana. Unajua ukienda pwani na misimu miwili, ukienda mikoa mingine labda na msimu mmoja afu una kiangazi kikubwa sana. Mfano ukienda Dodoma, Singida, ni kanda ambazo zina ukame sana na zina tabia ambayo au kuna ile historia kwamba mimea wanyama wengi wanakufaga. Ukienda Arusha kule the same thing, wanyama wengi sana, ng'ombe wanakufa sana kipindi cha ukame. Kwa tuwape picha kidogo kwa kile ambacho sisi Mulap Farm tumeweza kujifunza, tumekielewa, tusaidie hawa watu tutoke katika hii hali ambayo sio hali nzuri ya mifugo au ya kibiashara. Kama nilivyosema awali kwamba majani haya ni bora sana kwa malisho ya mifugo yako. Kwa hiyo majani haya cha kwanza yanaweza kustahimili hali yoyote ya hewa. Cha muhimu kuwe na udongo ambao katika huo udongo majani mengine yanaweza kuota, kwa sababu pia haya pia ni majani. Kwa hiyo yanaota. Kwa hiyo hali ya hewa ikiwa ya ubaridi au ya ukame, haya majani yana uwezo wa kuota. Kwa hiyo majani haya ukiyapanda sehemu hiyo ikiwa ya baridi, iwe ya hali ya joto sana, iwe ukame, majani haya yanafaa kupandika hapo, yaani unapanda na unavuna majani yao vizuri kabisa. Wow. Hiyo ni habari njema sana. So inamaanisha tunaweza tukapanda sehemu yote. Mtu ambaye yuko Dodoma, yuko Singida, karibu Mulap Farm, mbegu tunayo. Tutakuuzia na tutakuelekeza namna ya kuyapanda ili uweze kupata kitu bora kabisa. Na msimu ambao sisi tunapenda kama Mulap Farm kuwashauri ni msimu wa mvua. Especially maeneo ambayo yanapataga kiangazi kikali sana kipindi cha kiangazi. Msimu ya mvua kama kipindi hiki ni mwezi wa 5. Tumeanza mvua mwaka huu, mvua imekuwa ni kubwa sana. Mpaka sasa hivi mwezi wa 5 bado mvua inaendelea. Kwa hiyo unaweza kuchukua nafasi hii ukaagiza kutoka Mulap Farm. Ukapata hizi mbegu ukaenda kuzipanda ili ndani ya muda wa siku 90
hizi mbegu tunasema tayari unaweza ukavuna kwa mvuno wa kwanza, lakini yanaweza yakavuka hapo vizuri. Kwa sababu gani? Umeyapanda ndani ya msimu ya mvua, kwa ardhi mpaka ije kukauka tayari ile mmea ishavuka ndani ya mwezi mmoja mpaka na nusu. Kwa hiyo ndani ya mwezi mmoja na nusu tangia umeyapanda, yakishafikia hiyo umri, inamaanisha yanaweza kustahimili hali ya ukame. Kwa hiyo inaweza akabaki bila kufa kipindi hicho ambacho yanaingia kipindi kingine cha ukame, ukaishia kupata majani kwenye kipindi cha ukame. Umeona sasa? Sababu mpaka uyavune, tunasema unavuna ikiwa na mita 1.5 kutoka ardhini, ndipo nasema ndipo utapata zile good protein ambao officer wa market Moore alisema pale mwanzoni. Zile good protein ili uweze kuzipata vizuri, unazivuna wakati zina mita 1.5 tangia umezipanda. Nadhani hapo jamani, tulikuwa tumewapa mwanga mzuri na fursa kwamba tusiache mvua mpaka zikaisha kabisa, tukaingia kipindi cha kiangazi tukaweza kupata shida ya vifo vya wanyama. Ng'ombe, naona ng'ombe wengi wanakufa sana, na ukitembea huko mikoani inaumiza sana. Ng'ombe wanakufa sana, watu wanapata hasara, familia zinakuwa zipati hela. Kwa naomba take it to the count. Okay, sasa tuelezee kidogo jinsi ya kuzipanda. Sawa, naamini mpaka sasa hivi watu washatuelewa, ambaye ametufuata mpaka sasa hivi. Naomba please like the video, please share the video kwa ndugu jamaa na marafiki, na pia kama hujasubscribe, naomba subscribe katika channel yetu ya Mulap Farm hapo YouTube. Asanteni sana, na tuendelee kufollow katika social media zote, andika tu Mulap Farm, page zote tupo, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube hapa tulipo. Kote tupo covered. Sasa twende katika kupanda. Tunayapandaje ya majani? Nishanunua katika Mulap Farm. Ndio? Baadaye tutawaelezea bei zetu, ndio? Ndio. Sasa naomba niwaelezee kuhusu kupanda, alafu Moore atawaelezea about prices, bei zake. Sasa kuna kupanda, sawa? Kupanda tunasema kuna aina 2 au 3 ya kupanda. Lakini mimi kwa kipindi hiki nakiona ni kizuri cha mvua, nitashauri watu wapande kwa mfumo wa tuta kama unapanda viazi. Sababu ile kwanza itakusaidia uweze kuhifadhi maji mengi yasije yakapotea. Mtu akishaweka tuta, inamaanisha maji mengi kwenye ile tuta yako chini. Kwa hata kama jua likipiga juu, kule maji chini bado yapo. Kwa ule mmea unaweza kukaa kwa muda mrefu sana bila hata kukauka. Na utaipa nafasi ule mmea, utapoanza kukauka unaanza kufunga. Kwa majani yanatoka hivi. Yakitoka majani, maisha yanatengeneza shade, yanatengeneza kivuli. Kwa pale chini panakuwa hapa kauki au jua lipige moja kwa moja. Kwa mfugaji mwenzetu, hiyo mbinu itakusaidia sana wala mnaokaa katika sehemu ambazo zina ukame sana. Na jinsi ya kupanda katika tuta, naomba nitumie hii peni. Jinsi ya kupanda katika tuta, tumia mfumo wa kulaza mbegu, sababu mbegu ni pingili. Na pingili zipo kama mua au kama muhogo, tunazikata vile vipingili. Zile pingili ndio mbegu zetu zinazouzwa. Unachukua ile mbegu moja, unahakikisha kile kifundo cha katikati kinaangalia juu. Kile kifundo cha katikati kinaangalia juu, ndipo jani linapotoka au mbegu inapotoka, ule mtoto. Then ile mbegu inakuwa na vifundo viwili, kimoja, kipili, viwili. Zote hizi vifundo zinatoa mbegu kwenda juu. Kifundo cha chini kinatoa stem, sema root. Root mizizi. Sawa? And then unakuwa umeiweka kama mstari mbegu zote, mstari ambao umenyooka. Kwa kuanzia mwanzo wa tuta mpaka mwisho wa tuta umetandika kwa mstari mmoja. Kwa sababu gani? Unataka kupata mavuno mengi katika sehemu ndogo. Hiyo ndio siri. Unapata mavuno mengi katika sehemu moja, ambapo ukienda katika mashamba ya mua, katika viwanda vya mua vile, hivi ndio jinsi unavyopanda mua. Kwa unakuta hata kuingia katika mashamba ya mua ni ngumu. Hii taarifa nimeipata kutoka kwa mmoja mdau ambaye alikuja darasani pia akanipa hiyo dondoo. Kwa nataka niwape hiyo pia elimu hiyo. Kwa ukipanda kwa mfumo huo, una uhakika kupata majani mengi katika sehemu ndogo sana. Ndio. Mfumo mwingine ni mfumo wa kuchimba shimo. Tumia rula moja unailaza upana chini kwenda chini, weka rula moja. Hiyo ndio kipimo chako. Ukishapata hicho kipimo, kama ni futi moja, shimo lako mmaliza, unaweka mbolea. Kwa hata ile ya tuta na yenyewe unaweka mbolea. Kwa unayapanda kama unapanda mazao ya nafaka ya kawaida. Kwa ni mbolea is a must.
au mbolea ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Ili Mungu alichoeleza kupata crude protein na kupata ule wingi wa ubora wake, ile jani inaendana pia namna utavopanda. Eneo liwe safi, umeliandaa kwa ajili ya kupanda. Tafadhali usipande kwenye podi. Safisha eneo liwe safi. Alafu tengeneza aina hiyo, either matuta au mashimo. Weka mbolea ya kutosha, na mbolea usinunue mbolea. Wewe kama ni mfugaji, kachukua mbolea ya mbuzi, chukua mbolea ya ng'ombe, chukua mbolea ya kondoo, chukua mbolea ya nguruwe, chukua mbolea ya kuku, chukua mbolea ya bata, chukua mbolea ya sungura. Panda organically. Usiingie gharama, epuka gharama ambazo sio za msingi. Ili jani inaenda vizuri sana ukipanda na mbolea ya kawaida. Natumaini mpaka hapo nimekuwa nimeelezea jinsi ya kupanda vizuri sana. Ndio. Sasa tuende katika, mtu anasema anaulizia bei. Kabla tuende katika mavuno. Nikielezea bei za majani hayo. Yes. Kwanza ni kwenye Red Australia Super Napier, Pumpkin One na Jankao, zote kwa kilo moja ni shilingi 3,000. Okay. Kila kilo ni shilingi 3,000. Ambako kwenye kilo kama una heka moja unapanda kwa unatumia kilo 400. Okay. Kama ni hekari moja kilo 400. Ikiwa ni nusu heka ni kilo 200. Ikiwa ni robo heka ni kilo 100. Wow. Na mbegu hizo utazipata Mula Farm. Sisi tunaziuza hizo mbegu za Red Australia Super Napier, Jankao pamoja na Pumpkin One Super Napier. Watu wa mikoani tunatuma pia kwa watu wa mikoani, tunatuma pia hizo mbegu. Karibuni sana. Sawa. Ndio. Yes. So tunaenda kuvuna mbegu. Tushazipanda. Mbegu zinavunwa siku 90. Mvuno wa kwanza, na mvuno wa pili ni siku 60 mpaka siku 45. Pumpkin One, Red Australia Napier, Jankao. Ndio. Siku 90 ni mvuno wa kwanza tangia upande. Ndio maana nikasema sasa hivi tunaenda kwenye mvua, panda sasa hivi ili mwezi mmoja na nusu tayari mimea mizizi imeshika chini, mmea umeanza kukua, unaweza kustahimili ukame ambao umeingia. Siku 90 unavuna. Ukishavuna unairuhusu ipande, inaota tena mengine ambayo inazidi kuota, shina linakuwa kubwa zaidi. Kwa kadri unavyokata huu mmea ndipo shina linapokuwa kubwa zaidi. Sasa ili ufikie zile tani nyingi, tunasema unavyozidi kukata unaruhusu mmea wake au ile shina linakuwa zaidi, kwa tunaongeza majani mengi katika kile ambacho umekipanda, na anakaa kwa muda kuanzia miaka 7 mpaka 10. Inategemea na nini utakapokuwa umeyatunza. Na kutunza ni palilia, kuweka mbolea, maji, basi. Hapa nadhani tumeenda vizuri. Yeah. Kwa hiyo sasa tukianza kuvuna kuanzia hapo ndipo tunaposema sasa tunaanza kutengeneza forage. Sasa tunasema katika mavuno, Australia Red Napier tani ngapi napata kwenye ekari moja? Ndio. Jankao tani ngapi napata kwenye ekari moja? Red Pumpkin One napata tani ngapi? Naomba tupite hapo kidogo tuwape mwanga kidogo. Na wanyama wangapi naweza kafuga kwenye ekari moja mavuno? Tanzania kwa kawaida kabisa. Sawa, nikianza na Jankao Super Napier. Jankao Super Napier ukipanda unaweza kuvuna unaweza kuvuna tani kuanzia 180 mpaka 200. Yes. Hizo tani 180 mpaka 200 zinaweza zikatumika kwa ng'ombe, yani mifugo kama vile ng'ombe ambao ng'ombe kuanzia 22, pia kama kuna mbuzi ni mbuzi kuanzia 150. Hiyo ni Jankao Super Napier. Nikienda kwenye Red Australia Super Napier, unaweza kuvuna tani 120 mpaka 200. Tani 120 mpaka 200. Ambayo hizo tani zinaweza kutumika kwa ng'ombe ambao ni ng'ombe 20 pamoja na mbuzi 120. Hapo ukivuna ni Red Australia Super Napier. Nikimalizia na Pumpkin One Super Napier, ukivuna Pumpkin One Super Napier ni kuanzia tani 80 mpaka 200. Yes. Ambazo tani 80 mpaka 200 inaweza kulisha ng'ombe 15 na mbuzi inaweza kulisha mbuzi 100. Okay. Dio. So ili mtu aweze kupata hizo crude protein, kumbukeni jamani, management ndio msingi. Dio. Management ndio ina play part kubwa sana. So kama follow paka sasa hivi, wewe ni mfugaji na unapenda kufuga na unapenda Mula Farm, big up to you. Asante sana kwa kutupa support paka sasa hivi. Please like the video, share the video,
Please kama hujasubscribe mpaka sasa hivi tusaidie kusubscribe and tell a friend